Hapa tuliposimama, ishara ya Dr. Mwinyi unaiona kila pahala. Niliwaambia watu siku moja, usipomwona Dr. Mwinyi ardhini, utamwona Dr. Mwinyi hewani. Leo ukiangalia hapa Weleso, alhamdulillah, tumesimama hapa, hatukuja kwenye mradi wa elimu, lakini inatulazimisha tuseme kazi nzuri ambayo imefanywa na Daktari Hussein. Na naamini wanafunzi wetu hawa wanafurahi sasa hivi, watoto wasafi wanasoma kwenye mazingira mazuri, na wazazi wao na walimu wao, hongereni sana wazazi na walimu. Lakini mradi huu wa barabara ambao tumeuzungumza, Mheshimiwa Mwakilishi, unakumbuka mimi nilizunguka majimbo 50 yote ya Zanzibar. Hali iliyokuwa Welezo ya juzi sio Welezo ya leo. Huku ilikuwa ukija wakati huu lazima uvae rainboot. Uongo wanawelezo? Ilikuwa ukija huku lazima uvae rainboot. Hajulikani mwanamke wala mwanamume, watu wote wana rainboot. Lakini leo alhamdulillah tumetoka hapo, unaona barabara nzuri kabisa, unapita na magari ya aina yoyote. Alhamdulillah, tunamshukuru sana Daktari Hussein Mwinyi. Na barabara hii kama ambavyo Katibu Mkuu ametoa maelezo na Mheshimiwa Naibu Waziri hapa, tutahakikisha barabara hii ndani ya mkataba itakamilika kwa kiwango kilichopangwa. Hii nadhani wanaweka zege inakuwa madhubuti zaidi. Itakamilika ikifika muda uliopangwa, msiwe na wasiwasi wananchi wa Weleso. Na tunawahakikishia tutaendelea kwa maeneo mengine yote ambayo yana changamoto hizi mpaka tuhakikishe Weleso hii inakuwa Weleso mpya chini ya uongozi wa Dr. Hussein Mwinyi. Lakini changamoto hii ambayo amezungumza Mheshimiwa Mwakilishi, ni kweli tunakiri kwamba changamoto hizi zipo, na mimi nimefurahi Mheshimiwa Mwakilishi hapa ameizungumza. Yeye anafahamu kwa ukubwa wake tunapolizungumza swala hili la maji. Na mimi nataka nikuahidi Mheshimiwa Mwakilishi na wananchi wa Weleso, leo hii naelewa wenzetu wa Wizara ya Maji leo asubuhi hii wako Wizara ya Fedha wanatetea bajeti zao, lakini wakitoka kwenye bajeti leo mtamwagiza waziri na timu yake yote wakutafute Mheshimiwa Mwakilishi, waje Weleso waangalie tatizo la maji na njia haraka ya kulitatua. Na mimi nataka nikuhakikishie nitalifuatilia hili. Nitaondoka hapa jioni saa 11 Mungu akipenda kuelekea Pemba, lakini kabla sijapanda ndege kwenda Pemba nitahakikisha kwamba wizara wamekuja hapa leo ili waone hizi changamoto za wananchi na namna ya kuzitatua. Hatuwezi kukaa mtu hana maji. Leo barabara okay, wakandarasi wanajenga, lakini si sababu kwamba watu wakose maji. Waeke mfumo wa dharura ya wananchi kupata maji. Ukiona hii hali, ye mtu kwake anapata maji, mwache akose na yeye siku moja mbili uone kama atatulia. Wacha tuwafuatilie majumbani kwao tuone na wao wawe hawana maji. Tuwalinde wao hawapati maji alafu tutizame. Sasa hili jambo halikubaliki, na nikuhakikishie Mheshimiwa Mwakilishi, jambo hili tutalifuatilia, na mimi naamini watakuja kuona njia gani ya kutoa utaratibu ili wananchi kwa dharura waendelee kupata maji mpaka baadaye barabara zikikamilika utaratibu wa kawaida utarudi. Tuna kila sababu ya kuona wananchi wanaendelea kupata huduma. Mheshimiwa Rais wetu anatuambia kila wakati lazima tujiongeze. Kama unaona bomba linakatwa kwa barabara, inapisha barabara, weka mpango wa dharura. Huwezi kusema bomba linakatwa alafu ukae mpaka miezi 6 au mwaka mzima mkataba umalizike wananchi wanakosa maji. Hichi kitu hakiwezekani. Kwa hiyo hili tutalifanyia kazi. Tutawapa maagizo leo, na mimi naahidi kwamba leo watakuja hapa Weleso kuja